Okay, karibu kwenye tutorial tena hiyo. Kama ulivyoona kwenye thumbnail, tunatengeneza hiyo fence. So haraka haraka hapa nita add plane, nimeshafuta kila kitu kwanza. Sasa hii plane nataka nitengeneze umbo la hiyo ambayo itakayokuwa fence. Sasa hapa cha kwanza ni rotate 90 degrees, then G ni move mpaka usawa huu hapa. Sasa nita add 2 loop cuts, scale mpaka hapa. Nita add loop cuts nyingine tena 2, scale z axis mpaka hapa. Then nitakata sasa hapa K for knife hapa mpaka hapa, then K tena again for knife hapa mpaka hapa, K for knife hapa mpaka hapa, K hapa mpaka hapa. Tunachokitafuta hapa ni shape tu ambayo nafuta hizi za pembeni huko, delete face. Then kwa kilichobaki hapa nita delete face only face, ili nibakie na hizi nyanya hizi nazihitaji. Nita select hizi hapa, nita delete edges, nibaki na hii, then nitakuja kuselect hapa. So ili ziweze kuingiliana vizuri inabidi zote ziwe katika opposite direction. Kwa tukibonyeza moja inatupa front view. Hapa tutaona vizuri 3 hapa. Kwa hiyo hapa nitakataka hii na hii hapa. Kwa hiyo nikibonyeza 3, hii nitairotate x axis, hii itakuja mpaka hapa. Alafu hii na hii pia nitarotate x axis ije mpaka hapa. Hiyo ndio logic moja wapo kwamba lazima zipishane hivyo, na huku juu hivyo hivyo. Tuna select ya chini na bonyeza namba 7 ilipe top view, then ta rotate z axis, hii inaenda upande huu, na hii hapa ya chini ta rotate z axis iende upande huu. Mpaka hapa hivi tayari tumekuwa tumeshapata huko namna zitakavyopishana. So kinachohitajika hapa ni kuconvert hii iwe curve. Unakuja kwenye object, tuna convert iwe curve. Inakupa kwenye tools huku, itakuletea hii hapa. Unaenda kwenye geometry hii hapa, unakuja kwenye bevel, unakuja kuongeza hapa depth. Tayari inakuwa imetokea kitu kama hiki hapa. Mpaka hapo sasa tuna convert na irudi kuwa mesh, then tuna add array modifier. Array hapa tunaweza tukapeleka upande wote, lakini nataka tuanze na z axis. Kwa hiyo nitaweka 0, then nitapeleka upande sio z axis, y axis ndio inapandisha juu hapa. Kwa hiyo hii hapa kwanza niweke 0 ili nisikuchanganye, ngoja zote niweke 0, then hii y axis ndio naipeleka juu mpaka hapa. Sasa utaangalia katika value ipi zitakuwa zimeshikana vizuri, labda 9.5. Hapana, imepitiliza. Kwa hiyo 9.4 kiasi fulani, lakini ngoja tuweke 9.3. Ngoja niweke 9.2. Yes, 9.2 ndio imenipa majibu mazuri. Then tukishaweka hivi, tukiongeza counts zitakuwa zinaongezeka tu kwenda juu, lakini zinakuwa zimesuka vizuri hapo. Kwa hiyo nitaongeza counts kulingana na kile ninachokitengeneza kinapoishia. Nitaassume labda ni hapo. Lakini pia kuna nani ambayo nimeshaitengeneza. Kwa hiyo kwa wewe hii hapa
hii hapa nimeshaitengeneza ambayo ni ya sample. Kwa hiyo ukipata muda, tengeneza kitu kama hiki ambacho utakuja kufanyia mazoezi yako. Ngoja ni rotate 90 degrees mpaka hapo. Sasa labda kupimia, inabidi nipimie kwenye hii. Kwa hiyo hii nitai scale down mpaka hapa, then G mpaka hapa, then nitai scale kwa udogo ambao nitaona utakuwa mzuri. 1 nitaizamisha kidogo hapa, then hii nitaizamisha kidogo upande huu ambao ndio itakuwa fence yetu. Sasa hapa nitaangalia juu naenda mpaka wapi. Kwa hiyo nitaongeza count ambazo zitakuja kufika juu, labda hapo. Yes, upande huu nakuwa nimeshamaliza kuweka hizo count, inabidi niweke sasa upande mwingine. Lakini ni apply kwanza hii, then ni apply tena array. Sasa hivi inaenda upande ambao nautaka kabisa huu, lakini sasa inabidi value ipungue kidogo. Yes. Muda ule ilikuwa ni 9.2. Ngoja na hapa niweke 9.2. Yes, inakuja vizuri. Then naongeza hizo counts. Kwa hiyo unaongeza count mpaka mwisho, ndio unakuwa namna ambavyo unaweza ukatengeneza fence. Hapa hivi nitaadi mpaka lini? Hapa ni 20. Kwa hiyo 30 mara 2 60. Je, niandike tu 60 hapa. Bado hizo baki niongeze manual. Nita add 1 2 3 4 5 bado ya hapa tayari. So hiyo ndio shortly namna ambavyo unaweza ukatengeneza hii fence. Ukija kuzoom hivi mtu anaona umefanya kitu cha maana. So unaweza ukaamua kuacha hivi au ukaapply, ni juu yako hiyo. Yani add smooth shader smooth, ili nikizoom nita add material, then nifanye darkish kidogo hapa, then metallic nitaipeleka mpaka hata 0.9 au 0.8. So hivyo ndivyo namna ambavyo unaweza ukatengeneza fence yako hiyo. Hizi nimetengeneza tu kawaida, haitakushinda kutengeneza kitu kama hiki au chochote unachokitaka wewe ambacho kitakuwa kinakidhi mahitaji yako. So subscribe, share. Kama unahitaji la ziada unaweza ukanitafuta pia. Karibuni mpaka wakati mwingine tena.